Kupitia ukurasa wa Instagram, afisa habari wa klabu ya Yanga ameweza kuposti picha ambayo inaonyesha nyumba inayozungumzwa kwa kiasi kikubwa kwa klabu ya Yanga waliitumia kama chumba cha kubadilishia nguo katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Ameweza kuposti picha mbili. Picha ya kwanza akaandika dressing room yetu jeshini, akaweka pale emoji za kucheka lakini pia na vimikono, lakini akaweka NB, akasema hizo dawa mlizoweka vyumbani kunyweni mpone UTI Nguchilo wekundu nyie. Bwana Nguchilo sijui ni nani, lakini ndivyo ambavyo Alikamwe ameweza kuandika. Lakini picha ya pili amesema kabisa kwamba kesho inshallah, kwa maana ya leo saa 4 asubuhi, saa 4 imeshapita, akaandika kwamba mwenyekiti wa wasemaji, nitakunywa chai ndani ya hii dressing room yetu hapa Mbweni jeshini. Waandishi wa habari wote mnakaribishwa tuzungumze kidogo. Iko ni miongoni mwa kitu ambacho kinazungumzwa sana baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kutamatika, huku wengi au wapenzi wa soka wakilaani kitendo cha klabu ya Yanga kutotumia vyumba vya kubadilishia nguo na kwenda kutumia chumba cha nje kabisa, kwa maana walienda katika nyumba ya jirani na uwanja wa Meja Jenerali Samuyo na kutumia kubadilishia nguo. Lakini pia hata baada ya wakati wa halftime wachezaji pia walienda katika nyumba hiyo kwenda kubadilisha nguo. Alikamwe ni kama anafurahia kutokana na kile ambacho ameweza kuposti baada ya kuona kwa namna gani klabu ya Yanga walikwenda kutumia vyumba ambavyo viko nje kabisa. Ni moja ya vitu ambavyo vinapigwa vita kwa kiasi kikubwa na wapenzi mbalimbali wa soka nchini Tanzania kutokana na kile ambacho klabu ya Yanga wamekifanya kwa sasa, kwa maana ya kutotumia vyumba vya kubadilishia nguo katika mchezo husika na kwenda kutumia vyumba vya nje kabisa ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo.